Msanii wa filamu nchini Steve Nyerere amezungumzia sakata la Nicole Joyberry. Nicole yule ambaye alikuwa anakusanya fedha za upatu, ambaye mpaka sasa anashikiliwa na jeshi la polisi, na tulikujuza taarifa yake hapa Sawasawa Digital. Sasa Steve Nyerere ama tivu wake, yeye amekuja kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameandika andiko ambalo linamkingia kifua kwa namna moja ama nyingine Nicole Joyberry. Kwenye andiko ambalo amelichapa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Steve Nyerere ameandika kwamba mstaafu, nani mkamilifu katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu? Napokea SMS na simu swala Nicole toka juzi, kulia na kushoto, lakini nikasema Mungu nitangulie nami nione mwanga kwenye hii. Ni ukweli usiopingika, dada kayapoyanga sana tena sana, na ana makosa na anakosa la kujibu, lakini nani mkamilifu? Nicole ana makosa, na kibaya zaidi ni kwenda kuchangisha watu wenye kujipambania kuitafuta kesho yao, na kibaya zaidi walikuamini kutokana na brandi yake, wakiamini kuna matokeo sahihi kupitia Nicole. Nicole ni mtu mzima na mwenye akili timamu. Alikuwa anafanya kitu anachokijua na kujua matokeo na mwisho wa matokeo, lakini tukienda mbali zaidi limeshatokea, naye ni binadamu. Sipo hapa kumtetea mhalifu, lakini naandika hapa kujaribu kuona haki ya waliofanyiwa ujinga huu wanaipataje. Je, Nicole kukaa ndani, haki ya wanaidai wataipata? Maana siku ya mwisho Nicole anatakiwa kuwarudishia fedha zao wote walioguswa, na yeye anarudishaje? Atajua yeye, lakini akiwa kwenye nje ya dhamana na masharti yenye tija, basi anaweza kumaliza jambo hili. Lakini ifike mahala hii michezo ya magrupu inayogusa fedha, naomba sana kuwe na utaratibu wa kumsajili kijumbe, kitambulisho chake, na wanachama nao wachangisha waridhie kwa maandishi kuwa wamekubaliana kuanzisha grupu la kusaidia. Hii itasaidia sana, lakini sio mtu anatoka tu huko anaanzisha grupu mara michango, sio sawa. Steve anaendelea kuandika kwa kusema kwamba niombe sasa, ni wakati wa kusimama na Nicole. Tusiangalie kafanya nini, tuangalie dhamana yake na jinsi ya kumsaidia. Haijalishi kala mzigo na nani, lakini bado ni mwenzetu. Anapitia kipindi kibaya sana ambacho anahitaji faraja. Tusimame kumwombea dhamana. Tunajua na kutambua sheria na kuheshimu sheria kwenye taifa letu. Niombe, si muda wa kuliangalia kosa, ni muda wa kulitibu kosa. Nani mkamilifu hapa duniani? Mimi binafsi kama Steve Mengele, yani Steve Nyerere, nipo tayari kumsaidia Nicole kutoka ndani kwa kufuata taratibu zote, na akipata dhamana basi atambue kulipa kila jasho la mchangaji, kurudishwa na maisha kuendelea. Hakuna mwanadamu ambaye mkamilifu hapa duniani. Hivyo ndivyo alivyohitimisha Steve Nyerere kwenye sakata la Nicole Joyberry. Lakini kuna comments za wadau mbalimbali ambao wamekuja kuandika juu ya kile ambacho Steve amekiandika. Kuna huyu anasema, kiukweli mimi siwezi kumchangia mtu mwenye anamiliki mapochi ya mamilioni wakati mimi hata pochi ya laki sina. Mimi simo. Steve akaja kuandika tena kwenye comments akasema kwamba hapa ni fedha kurudi, lakini anayetafuta kurudisha fedha yupo ndani, na yeye ndiye anayejua vyanzo vyake vya kujipatia riziki. Mimi binafsi nasimama na walioingizwa chaka, ila wanapataje mzigo? Kwenye comments watu wengine wamekuja kusema kwamba kachangisheni kule Muhimbili, kuna watoto wanateka vibaya sana, hawana msaada, akiwa anamaanisha kwamba kuna watoto wanateseka, lakini kutokana na kukosea kuandika nadhani itakuwa ni hivyo. Anaendelea kuandika kwenye comment kusema kwamba hiyo hela yote mnayotaka kumtoa mtu ajakaa hata miezi miwili, mwacheni kwanza ajifunze. Hata akae miezi mitatu, akitoka hapo atasahau au atakuachia maumbile yake wazi. Heshima hujapigiwa simu wala nini, umeamua tu upite nalo basi. Mwingine anasema Allah kusamehe madhambi yako yote na yangu na wengine, kisha Mwenyezi Mungu atupe mwisho mema na kutufanya kuwa mmoja ya watakaoishi katika pepo takatifu milele inshallah. Steve anarudi tena kwa kuandika kusema kwamba narudia tena kusema hapa, kinachohitajika ni fedha za watu kurudi. Je, watazipataje? Mtu yupo sero na akikaa ndani ndio tumelipwa hela zetu. Yawezekana akitoka kwa dhamana anaweza kujua wapi kwa kuanzia kumalizana na kesi hii. Amefanya ujinga mkubwa sana sana, lakini tunapataje jasho letu? Unajuaje labda ana kidubu sehemu kaficha, au ana mtu anaweza kumsaidia? Hapa muhimu ni dhamana, arudishe mzigo. Kwa hiyo hizo ni komenti za watu ambao wamekuwa wakipita na hilo swala Steve Nyerere kuweza kumjaribu kumtetea Nicole Joyberry aweze kutoka ndani. Huenda kuna jambo la kuweza kusaidiana. Steve anaamini kama Nicole atatoka
basi zile fedha za watu ambao wametapeliwa zinaweza zikarudisha, kwamba sio kwamba akiendelea kukaa ndani hakuna kitu ambacho kitaendelea kutokea. Lakini nimependa Steve ambacho amekiainisha kusema kwamba anatamani watu wamsaidie Steve atoke kama sheria ambavyo inataka, si kwa namna nyingine. Kwa hiyo hayo ni ambayo Steve Nyerere amekuja nayo leo kuhusu Nicole Joyberry. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.